Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, msikilizaji wa 94.7 Elolam FM. Karibu katika Nuru ya Quran ya Ramadhani 23-24 mwaka 1447 Hijiria, 13 Machi mwaka 2026 Miladia. Tuko hapa kama ilivyo kawaida na siku zimesalia chache. Na kutokana na muda wetu leo tutakuwa na mambo mengi sana kwenye ufunguzi. Moja kwa moja nakaribishe mashekhe ambao wako hapa. Yuko hapa Al-Haj Hamza, yuko pia hapa Sheikh Sharifu Madina pamoja na Sheikh Muharram, ambapo tuko pamoja na wewe mpaka pale itakapofika 10 kamili jioni, ambayo itakuwa ni tamati yetu. Tunazungumza nini? Kikubwa ni yale masiku ya mwisho ya Ramadhan, lakini pia kuelekea kwenye kufunga mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sharifu, nikupe kijiti cha kuwakaribisha. Jukumu lako. La kwangu? Ni la kwako. Ala, nianze na nani sasa? Kwanza na Al-Haj Hamza. Al-Haj. Yeah. Ama Sheikh Muharram, unasema je umkaribishe Al-Haj? Karibu sana Al-Haj. Naam, alhamdulillah, nashukuru. Yale masiku machache yameisha. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabahum bi ihsan ila yawmiddin. Ndugu wapenzi wasikilizaji wa kituo hiki adhimu, nianze kwa kusema kutokana na dakika chache zilizobakia kwamba nahan fi shahr Ramadhan, tuko ndani ya mwezi wa Ramadhan, lakini baya zaidi au la kusikitisha zaidi, Ramadhani tayari imeshatoa mkono wa bye, tayari imeshatuaga. Na Jibril alayhi salatu wasalam baada ya kufika nusu min Ramadhan alishuka na akasema poleni umati Muhammad kwa kuondokewa na shahru saada, shahru al-ibada, shahru al-ghufran, mwezi wa ubwana, mwezi wa kujikurubisha waja kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tayari ambao ndio umesha ondoka. Lakini tunaondoka sisi, tunafanya nini? Ni dakika za mwisho. Hata timu huwa zinakuwa nyingi sana wakati wa kushiriki, lakini zinapokaribia kumalizika kwenda kuchukua kombe, timu zinabakia 2. Na kadhalika hata sisi mwanzo wa Ramadhani tulikuwa wengi sana misikitini, lakini tayari watu wameshapukutika, tayari wameshaondoka, tayari wameshatolewa kwenye mechi hii. Sasa usiwe wewe ni mwenye kutolewa, bali kuwa wewe ndio mwenye kuingia finali na mwenye kuchukua kombe. Muislamu wenzangu, hadhrun, usiwe ni mwenye kutoka. Sasa hivi ndio wakati wa ushindi, ndio wakati wa kombe linaweka mezani. Kwa hiyo kama ni madini, basi ndio muda wake. Angalia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alikabiliana namna gani na 10 hili la mwisho. Hadithi iliyopokelewa na Abi Hurairah radhiallahu anhu asema, man kana Ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yeyote mwenye kusimama usiku wa Ramadhani imanan, hali ya kuwa na muamini Allah subhanahu wa ta'ala, wa ihtisaban, na anatarajia malipo kwa Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Subhana, angalia Allah anasamehe mja wake yale aliyotangulia kutokana na madhambi yake, ambaye amesimama kisimamo cha mwezi wa Ramadhani. Uko wapi Muislamu? Aina nahan? Tuko wapi sisi wenye waja wa Allah ambao Allah ametangaza msamaha, halafu sisi tumeshatoka? Sio hivyo. 10 hili ni 10 la mwisho. Namna gani bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikabiliana nalo? Hadithi iliyopokelewa na Aisha radhiyallahu anha asema, Aisha, idha dakhala al-akhir au al-ashr al-akhir, pindi lilipokuwa likiingia 10 la mwisho katika Ramadhani, mwezi wa Ramadhani, bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume tunayemzungumzia ni khairu umma, yeye ndio bora wa umma, khairu khalqillah, mbora wa viumbe vya Allah, ambaye yeye Allah amemwambia ghufir laka ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Allah amekusamehe yale yaliyotangulia kutokana na madhambi yake, na yale yajayo Allah alishamsamehe tayari. Lakini angalia 10 la mwisho, shadda mi'zarahu, alifunga kibwebwe shuka yake. Kwa maana hadha al-ishara au al-kinaya ala, hii ishara inatujulisha kwamba juu ya kuongeza bidii juu ya toa, juu ya kuongeza bidii juu ya ibada. Sio hivyo tu, wa ahya lailatahu, na akayahuisha mausiku ya 10 la mwisho, kwa maana alikesha kwa kuleta dhikr, kuleta tahmidi, kwa kuleta tasbihi, kuleta tahlili, kuleta istighfari, kuleta zote ambazo zinazotakia kumlilia Allah,
kwa maana usiku alikaa wapi? Hayo yote alifanya wapi? Ataqafa fil masjid. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikaa itikafu ndani ya misikiti. Na msikiti huo, itikafu hii ni ibada. Mtume hakuiacha ibada hii hata tawafahu Allahu azza wa jalla, mpaka Allah akamchukua. Bado alikaa misikitini, na sio hivyo tu, wa ataqafa azwajahu, na wake zake walikaa itikafu misikitini. Sisi tuko wapi na itikafu? Tuko wapi na kisimamo cha usiku? Nini alikuwa anakitafuta Mtume? Anatafuta radhi za Allah. Bi Aisha siku moja amwambia, ya Rasulullah, wewe umesamehewa madhambi yako yaliyopita na yajayo, kwa nini unasimama mpaka miguu inavimba? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasimama kisimamo, anasoma rakaa moja, anasoma suratul Baqara mpaka inaisha. Rakaa ya pili suratul Imran. Angalia muda gani anamlilia Allah, muda gani anasimama kwenye kisimamo kama hiki. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu Bi Aisha, alam akun abdan shakura, je, nisiwe mja wa kumshukuru Allah kwa kunisamehe madhambi yangu? Na kwa kuwa yeye amenisamehe madhambi yaliyopita. Lakini sio hivyo tu, kuna kubwa aliyokuwa akilitafuta. Kubwa hilo ni lipi? Inna anzalnahu fi lailatul. Tumsikilize shekhe mwingine hapa azungumzia habari hiyo. Karibu sana Sheikh Muharram. Na amekuachia kijiti kwenye inna anzalnahu fi lailatul qadr. Naam, mimi leo si mzungumzaji. Pole. Kama unaona sauti yangu hii ni kwa sababu ya shughuli hizi. Ndio, za kutafuta usiku wa cheo. Tunajitahidi sana kutoa darasa mbalimbali usiku, mchana, kwa ajili ya waja wa Mwenyezi Mungu waingie peponi. Lakini nafasi hii mimi nisizungumze kwa sababu sauti yangu haijakaa vizuri kama unavyosikia hivi. Yeye nakusikia. Nasikiza vizuri. Unaweza nikaendelea. Unaweza nzuri zaidi. Mwenyezi Mungu sasa ameshia hapo. Alhaji anazungumzia inna anzalnahu fi lailatul qadri. Hiki ni kitu kikubwa sana. Hiki ni kitu kikubwa, ni jambo ambalo ukikutana nalo nini cha kusema kwa haraka. Umekutana na Lailatul Qadr, nini useme? Una risala ndefu. Nini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anatuambia tuseme kama utadiriki ukaikuta Lailatul Qadr? Anasema tumwambie Mwenyezi Mungu, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Mwenyezi Mungu, wewe unapenda kusamehe. Tuhibbul afwa, unapenda kusamehe, na tusamehe pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ukipata msamaha maana yake nini? Ukipata msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, surati Nuh Mwenyezi Mungu anasemaje? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Muombeeni msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa hakika yeye ndiye mwenye sifa ya kusamehe. Hakuna kiumbe mwingine anayeweza kusamehe isipokuwa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukishasamehe unapata nini sasa? Baada ya kutoka kwenye Ramadhani hii sasa una msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unakwenda kupata nini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa anhara. Anamalizia anasema ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Hivi mna nini nyinyi wanadamu, nataka mpewe nini? Kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema yaghfir lakum dhunubakum, anakusameheni kwa kwanza madhambi yenu, makosa yenu. Lakini pia mkishasamehewa madhambi yenu, wayumdidukum bi amwalin wa banina, anakuja anawapa nyinyi, mkishasamehewa anawapa mali na watoto. Sawa. Wayaj'al lakum jannatin wa anhara. Mwisho Mwenyezi Mungu anakupeni pepo yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mnakuwa radhi kabisa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Halafu huku Mwenyezi Mungu anauliza ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Allahu akbar. Mna nini sasa, mnataka nifanye nini? Yani Mwenyezi Mungu anauliza nyinyi waja, mnataka nifanye nini? Nizungumze nini? Niwaambie nini? Niwape kitu gani kingine? Kama dunia nimeshakupa tayari watoto, kuna kitu kikubwa kama watoto? Kama dunia amekupa mali, kwenye dunia hii kuna kitu kikubwa kama mali? Kuna vitu ambavyo Mwenyezi Mungu ameshakupa tayari, ukishapata msamaha. Kwa hiyo ndugu zangu, niwaambieni tukomae masiku haya yaliyobaki kati ya 6 na 7. Tukomae kwenye masiku haya kwa kisha tunatendea haki, ili tuweze kupata radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tuweze kupata msamaha wake. Hakuna namna, ni kujipinda. Sawa. Inatafutwaje sasa Lailatul Qadr? Naam. Bismillah, alhamdulillah. Lailatul Qadr aliyasema Alhaji na aliyasema Sheikh Muharram kama amemaliza kila kitu. Ndio ameshamaliza, kwa sababu alichosema Alhaji itikaf, amesema Muharram Lailatul Qadr. Maana yake kwenye la huyu ndo namna ya kutafuta jambo hilo
kwa shehe ndo unakuwa umelipata jambo lenyewe. Kwa hiyo Lailatul Qadr inatafutwa kwa kujibidiisha, kujipinda, kufanya mambo ya khairati katika 10 la mwisho, tena hasa ya hamia msikitini. Fanya itikafu kama alivyofanya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivyo ndivyo inavyotafutwa Lailatul Qadr. Tusiwe na risala. Mkeka ule unaenda kumshtakia Mwenyezi Mungu. Kwa sababu si wanasema panasemwa kwamba chochote ambacho kinaombwa kinakubaliwa kwenye usiku wa cheo. Sasa mtu unakuta amejipinda kweli kweli, ameandika mahitaji yake kwamba Mwenyezi Mungu, Bwana mimi naomba unibadilishie ile kadari ambayo uliniandikia, unifanyie iwe hivi. Alilosema huyu shehe ndo imebeba risala yenyewe yote. Yote ambayo unayajua kwenye sababu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aliulizwa na Bi Aisha kwamba mimi nitakapoidiriki Lailatul Qadr ndio Sheikh kaisema pale. Yani na ukitaka istighfari, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Sasa na aliambia Allahumma innaka afu karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ndio dua fupi aliyosema. Utaweza kuwa na mkeka mrefu ukasahau kuja kuomba pepo, kuta umeorodhesha na kwa Mungu mke, naomba ukasahau ukasema mke, ukasahau hata kusema mke mwema. Ukasema mtoto ukasahau kusema mtoto mwema. Sasa yote yaliyokusanyika yapo ndani, unaipata pepo, unaipata dunia, na yaliyomo ndani ya dunia ni kusema Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa. Ndio akakufungulia na aya istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa alaykum midrara. Analeta hili, yani ukitaka msamaha Allah anakuletea mvua itanyesha. Ukitaka ukifanya msamaha Allah atakuletea watoto. Ukifanya msamaha Allah atakuletea mali. Ukifanya msamaha Allah atakupa pepo. Unataka nini kingine? Bado nini? Kwa hiyo haina haja ya kuorodhesha mkeka mrefu. Wewe piga hili moja, unapiga yote. Sasa tuko kwenye 10 la mwisho na tunaitafuta Lailatul Qadr kama ambavyo tumezungumza hapa. Lakini inawezekana tusikutane tena kwenye Ijumaa ndani ya Ramadhan, na panapo majali ya Mwenyezi Mungu. Baada ya Ramadhan yapo mengi sana ambayo yanapaswa kufanyika. Tunatokaje, tunaendeleaje, lakini nini hasa cha kufanya ili saumu zetu zipokelewe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Bismillah, alhamdulillah. Katika hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamesemwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakulu, alikuwa Bwana Mtume rehma na amani ziwe juu yake akisema saumu ya mwezi wa Ramadhani, saumu ya Ramadhani muallaqun baina samai wal ardh, yenyewe imeangikwa, imeninginia baina ya mbingu na ardhi, wala yurfa'u illa bi zakatul fitr, huwa haiendi kwa Mwenyezi Mungu wala hairudishwi isipokuwa kwa kuitolea zakatul fitr. Hii ni hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alhaji karibu. Ni kama alivyosema shekhe kwamba ibada juu ya ibada, yani Allah wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, lengo ni ibada. Allah ametuletea funga ya Ramadhani. Ndani ya funga ya Ramadhani kaweka vionjo vya kisimamo vya usiku, kaweka vionjo Lailatul Qadr, kaweka vionjo, lakini ibada nyingine ambayo ya lazima, ibada ya zakatul fitr. Ahbabi Rasulillah, wapenzi wa Mtume, wapenzi wa Allah, nipende nitoe tambihi kwa umma wa Kiislamu hasa katika zama hizi. Zakatul fitr ni wajibu ala kulli muslimi, lazima kwa kila Muislamu. Tusichanganye habari kwamba zakatul fitr anatoa aliyofunga. Ndani ya ibada hii ya zakatul fitr haina ofa kama ilivyo ofa kwenye Ramadhani, kama man kana maridhan au ala safar fa'idatuhu min ayamin ukhra, au akawa ni mgonjwa kabisa basi atatoa fidia. Hii haina. Kama wewe ni Muislamu, maadamu una sifa ya Uislamu, kabirun kanan au saghiran, ukawa ni mkubwa au ni mdogo, wajaba alika zakatul fitr, ni lazima kutoa zakatul fitr. Nipende kutoa tambihi hiyo moja, lakini mbili, tufahamu Waislamu, zakatul fitr ni tofauti na zakatul mali. Zaka ya mali ni mwenye uwezo, ila zaka ya fitri ni lazima kwa kila mmoja. Uwezo wake kiasi kilichopimwa ni mtu akawa na chakula cha siku ya kwanza na yani cha siku moja, usiku wa Idi na mchana wake, kinachozidi baada ya hapo. Mathalan, mtu kwa kawaida yeye na familia yake anakula kilo 2. Sasa ndani ya nyumba yake kukawa na zaidi ya kilo 2, atoe kilo 2 ya kula usiku na ya kula mchana, kwa maana kinachozidi basi lazima atoe zakatul fitr. Na asiseme mimi mbona kilo 2 sina, lakini ana hela ziko benki, kuna hela kwenye M-Pesa, kuna hela kwenye ATM, kuna hela wapi na wapi,
au nyumbani kwake kuna kuku au nyumbani kwake kuna bata, kuna nini, basi auze mali yake yoyote ili aweze kutekeleza ibada hii ya zakatul fitr, na si hasante yako, ni kwa kiwango maalumu alichokipanga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'un min at-tamri wash-sha'iri, alitoa pishi ya ngano na tende. Pishi kwa kwetu kipimo tunasema ni 2.5 kg. Kwa hiyo lazima kila moja atoe 2.5 kg chakula kinachofahamika kwenye mji au chakula kinachotumika kwenye mji. Hasa mji wetu au nchi yetu sana sana itatumia chakula ima mahindi au mchele, basi inafaa akatoa 2.5 kg. Na utoaji huo 2.5 kg ala kulli ra'sin, kwa kila kichwa cha nyumbani kwake. Kwa maana kama ana watoto wawili lazima atoe cha kwake na cha watoto wake wawili na mke wake 2.5 kg kila mmoja. Kama atasema je, inafaa kutoa thamani? Naam, inajuzu kutoa thamani. Thamani inajuzu kwa staili ipi? Kwa staili hiyo hiyo. Basi toa thamani kwa utaratibu vile vile wa 2.5 kg kwa kila mmoja. Waislamu, swala la zaka si swala la khiari, ni swala la lazima, na wala si swala la kufanya masihara. Lazima atolewe kama ni mdogo mkubwa kwa kiasi chake. Wakati wake lazima atoe kabla salatul Eid. Saa hizi anaruhusiwa kutoa paka kabla ya swala ya Eid au ametekeleza ibada ya zakatul fitr. Kwa kupeleka ni maskini, mafukara na wale wanaojulikana. Kwa somo zaidi karibuni katika misikiti yote inayoendesha darasa, basi utaweza kupata zaidi somo la zakatul fitr. Sawa. Nitamani niseme nini hasa mnatuachia ummat Muhammad, hasa wakazi wa Makambako, wakati ambapo mwezi unakwenda mwishoni, lakini muda wetu umesha sana. Nisisahau kusema Eid imekaribia. Kwa hiyo karibuni sana. Asante kwa kutusikiliza, na mpaka kufikia hapo sisi hatuna la ziada. Tunawapisha hesabu za kutwa panapo majaliwa Mwenyezi Mungu. Ni Ijumaa nyingine. Je, itakuwa imeangukia ndani ya Ramadhan ama itakuwa ni nje ya Ramadhan? Hayo ni majaliwa yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mimi ni binti wa Mzee Haji, jina la kwangu Zawia. Wageni hapa alikuwepo Alhaji Hamza, lakini pia Sheikh Muharram pamoja naye Sheikh Sharifu Madina. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.